Hii ni Jambo TV na tumekutana tena kwa mara nyingine tena kwa ajili ya mahojiano maalum, na imekuwa ni desturi yetu wakati fulani tukiwa hapa studio tunakuwa na wageni kadha wa kadha ambao tunajadili masuala tofauti ambayo yanaendelea ndani ya nchi ama wakati mwingine hata nje ya nchi. No reform no election, hiyo ndo story kubwa ambayo inazungumzwa hasa katika uga wa masuala ya siasa, na kauli mbiu hii imeletwa na chama kikuu cha upinzani hapa nchini kwa maana ya Chadema, na tayari imezinduliwa kule kanda ya Nyasa, na hivi karibuni wakitarajia kwenda kuizindua kanda ya kusini kule Masasi mkoani Mtwara, na wakilenga kupitia katika mikoa ya Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara baada ya kumaliza katika mikoa ya kanda ya Nyasa na kupisha sikukuu hizi ya Idi kwa maana Idi Mosi na Idi Pili ambayo inahitimishwa hivi leo. Na niko na mwenzangu Fadhili Kilundwa kama ilivyokuwa desturi, na leo tuko na mgeni wetu ambaye ni Marcos Albani ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Nchi bado ipo kwenye vuguvugu zito la uchaguzi, na siasa za mwaka huu sio sana za miaka mingine pia. Kila mwaka wana siasa zake, na siasa za mwaka huu zina namna yake pia. Nadhani kama nitakuwa sahihi, inawezekana ni mwaka ambao ni kama kila mtu amejihami haraka sana. Kwa sababu CCM wameandaa wagombea wake haraka na mapema sana. Mwezi wa kwanza tunamjua mgombea urais, na ni historia ambayo haijawahi kutokea. Alafu wakati yeye amejiandaa mwezi wa kwanza na kumwandaa mgombea urais, akamtangaza mgombea mwenza mwezi huo wa kwanza. Alafu huyu mgombea mwenza ni mgombea mwenza ambaye ana historia naye sio nyepesi. Ni mtu ambaye alisusia mgombea urais aliyoteuliwa na chama mwaka 2015. Kwa hiyo ni mwaka fulani hivi sio mwepesi sana. Alafu tunarudi kwa wengine, Chadema ambao wanahesabika kama chama kikuu cha upinzani nchini. Yeye anasema kwamba mwaka huu kama hakuna mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi. Sio kususia, ni kuzuia. Tunakuja kwa chama kinachofuatia kwa upinzani nchini, chama cha ACT Wazalendo. Yeye anasema kwamba siasa za maridhiano hakubaliani nazo tena. Sasa ni wakati wa mapambano. Mapambano yapi? Juzi tumesikia akiongea kiongozi mstaafu wa chama akiongea kwamba mabadiliko gani ambayo wenzetu wanayataka hayafanyiwi kazi, akiongelea wenzetu wanataka reform na nini. Ni mambo ambayo yanaendelea. Sasa ni siasa za mwaka huu za tofauti sana. Na ukumbuke pia hata ACT nayo watashaanza kuchukua fomu za nafasi mbalimbali. Alafu kuna mwenyekiti tayari ameshasema anagombea urais Zanzibar. Kwa hiyo Mwinyi mwaka huu anakutana na mgombea mpinzani ambaye alikuwa yeye ni bosi wa huyo mgombea, msaidizi wake wa karibu, msaidizi wake wa kwanza tuseme tu. Kwa hiyo kuna siasa fulani ziko mwaka huu sio sana za miaka mingine kabisa. Alafu vyama vingine, kuna vyama vinasema reforms zimeshafanyika, uchaguzi ufanyike. Usawa NCCR wameshapata wagombea na wao. Na NCCR naye amesema reforms zimefanyika, tunaingia kwenye uchaguzi. Kwa maana hiyo kuna siasa fulani. Lipumba bado anasema anatafuta hela kwanza. Kuna hela anahitaji kwa ajili ya kuweza kukisaidia chama na kuweza kupambana na uchaguzi. Mimi namsubiria tu mzee wa ubwabwa. Hashim Mungu asifiwe. Kwema. Nashukuru Mwenyezi Mungu tuko salama. Kama ulivyosema, kwanza nina washukuru kunialika, lakini pia niwapongeze wenzetu wanaosherehekea Idi. Mfungo umekuwa mzuri. Tunawapongeza sana, wakati sisi wengine tunaendelea na mfungo wa Kwaresma. Nadhani siku 9 zijazo 10 tunaweza na sisi tukatoka. Kama uko aliko pilau jana unalipiza. Hakuna kisasi. Wakristo hatulipizi kisasi. Wakristo unamwalika kama kumsuta. Tamwalika tu ili na yeye akumbuke kwamba hakunialika kwenye pilau laini. Kwa jambo jema kabisa. Sasa bahati mbaya labda kwa sababu tutachinja vitimoto wa kutosha ndo kidogo ndo utakuwa hapo. Mwenzangu alikuwa anagusia namna mambo yanavyokwenda. Amegusa kilichoenda kwenye CCM, Chadema, Kafu, ACT, NCCR. Tunajua viko vyama vingi lakini kwa uchache Chauma tumeangalia. Wewe ni mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi. Hili vuguvugu la mwaka huu ambalo Fadhili alisema mapema limeanza tangu Januari, unalitazamaje? Lina taswira gani hasa? Kwanza nakubaliana naye kwamba uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi tofauti, vuguvugu tofauti, wagombea tofauti,
na mambo mengi ni tofauti na tulivyoyazoea tulikopita, na kwa sababu hiyo kuna haja ya kuangalia kwa jicho tofauti. Lakini pia kauli mbiu hii iliyotoka kutoka kwa wenzetu wa Chadema kwamba no reform no election nayo inahitaji kuangaliwa kwa makini. Kama ulivyosikia, pia kumetokea kuungwa mkono, labda niseme, na chama cha ACT Wazalendo wanaposema kwamba wao hawataki siasa za maridhiano. Sasa utagundua kwamba hizi kauli zote mbili zinahitaji kuangaliwa kwa karibu sana, huku ukijua kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi na uchaguzi lazima uendelee. Nasema ziangaliwe kwa karibu kwa sababu kama hutaki maridhiano, maana yake dukuduku, malalamiko, hoja ulizonazo hutaki zifanyiwe kazi kwa kukubaliana, panakuwa pagumu. Lakini pia unaposema no reform no election, maana yake pia kwamba kama unataka uchaguzi usiwepo kabisa, ni nini unataka? Labda tuanze na hili la kwamba uchaguzi utakuwepo au hapana. Bahati nzuri mapema mwaka huu mimi na wenzangu wachambuzi huru wa mambo ya uchumi na siasa tulikusanya taarifa na kufanya uchambuzi juu ya nini kimebadilika, nini kimeboreshwa katika sheria, katiba na kanuni za uchaguzi kabla na kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na kati ya vitu tulivyovibaini ni kwamba sheria 3 zilifanywa maboresho. Sheria ya msajili wa vyama vya siasa, ambayo mimi huwa na wenzangu hatukujikita kuiangalia sana, haina cha kufanya moja kwa moja na uchaguzi mkuu. Lakini kuna sheria ya tume ya uchaguzi ambayo pia nitaizungumza kwa kina mkinipa ridhaa. Kuna sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani wa mwaka 2025, nayo imefanywa marekebisho, nayo tukipata nafasi mtaniruhusu nizungumze kwa kina. Lakini pia kanuni mpya za uchaguzi mkuu zimetoka, na ambazo maeneo 27 kati ya hoja 31 zinazoainishwa kama zinahitaji mabadiliko zimefanyiwa kazi. Okay. Nayo pia tumeona nini kimeboreshwa, wapi kimewekwa, namna gani kinatakiwa kuendeshwa kwa mujibu wa kanuni hizo. Tukianzia hapo, mashaka yako yako wapi kwenye kutafsiri hii no reform no election ya Chadema ama ACT wanaposema tunaweka funika siasa za maridhiano na tunaenda kwenye mapambano? Mashaka yako wapi? Ni kauli ambayo iko very clear kwamba pasipokuwa na maboresho hakuna uchaguzi, na wanasema mara kadhaa wamekuwa wakisusia uchaguzi, lakini safari hii hakuna kususia, ni kuzuia, ni kama sehemu ya shinikizo la kufanyika maboresho yenyewe. Unasema kumekuwa na mashaka. Mashaka yako ni yapi kwenye hilo eneo? Kwa bahati nzuri, uchaguzi sio jambo la uamuzi wa mtu, sio jambo la uamuzi wa serikali wala uamuzi wa chama cha siasa. Uchaguzi ni jambo la kikatiba, na katiba ndio inasema juu ya uwepo wa viongozi waliochaguliwa na kwa vipindi walivyochaguliwa navyo. Uchaguzi wa Tanzania ni kila baada ya miaka 5, ni takwa la katiba. Naomba nipigie mstari hapa kwamba ni katiba ndiyo inalazimisha kwanza uchaguzi ufanyike kabla ya kipindi cha uongozi uliopo kuisha muda wake miaka 5, na unatoa utaratibu wa kufanyika huo uchaguzi. Lakini cha pili, katiba inazungumza juu ya wapi kuna fursa ya kuwa na muda zaidi wa miaka 5. Fursa ya kwanza iko pale anapokuwa ameshachaguliwa mtu raia mwingine wa Tanzania kuwa rais. Wakati tunasubiri kuapishwa kwake, rais aliyeko madarakani ataendelea kushika madaraka mpaka atakapoapishwa huyo mtu kuwa rais. Na katiba imetoa ukomo kwamba kipindi hicho ni haraka zaidi baada ya kuthibitishwa na tume ya uchaguzi kwamba ni mgombea aliyeshinda, lakini ndani ya siku 7. Kwa hiyo hakuna fursa ya kwenda zaidi ya siku 7. Ibara ya 42 kifungu kidogo cha 3 inazungumza juu ya namna ambavyo bunge linaweza kuongeza kipindi cha uongozi wa rais aliyeko madarakani na serikali yake. Nayo ni pale tu nchi inapokuwa vitani na nchi nyingine, sio vita ya ndani.
vita na nchi nyingine. Katiba inatamka kwa uwazi huu unaosema kwamba ni pale nchi inapokuwa vitani na nchi nyingine na rais akaona vita hiyo inaweka mazingira yasiyo rahisi kufanya uchaguzi, ndipo atapeleka hoja bungeni ya kuongeza muhula wa uongozi wake, na bunge likiridhia litaongeza muda huo kwa kipindi kisichozidi miezi 6. Inaweza kurudiwa mara kadhaa kuongeza hivyo vipindi, lakini vya miezi 6. Hakuna fursa nyingine yoyote ya kuongeza kipindi cha rais aliyeko madarakani. Kuna wengine wanasema kwamba pale kunapotokea changamoto kama kufa kwa mgombea wa urais, kuna changamoto labda za kimazingira, uchaguzi ukashindikana kufanyika kwa dharura. Hizo ni fursa ambazo zinatokeza kutokana na majanga. Okay. Sasa hizo ni fursa ambazo zinatokeza, lakini turudi kwenye hoja ya hicho chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambao wao wamesema kama hakuna mabadiliko maana yake uchaguzi hautokuwepo. Lakini nikiwanukuu mara kadhaa nimesikia mwenyekiti, makamu mwenyekiti na viongozi waandamizi wanachama wakisema kwamba sio hakutakuwa tuna uchaguzi, tutazuia. Hoja naomba nimalize kitu. Kwanza, no election imekuja baada ya no reform. Inaanza no reform, afu kuna koma, no election. Hakuna reform, hakuna election. Wewe unaziona reforms zimefanyika ambazo zinatosha kuelekea kwenye uchaguzi ambao utakuwa ni wa huru na haki? Unajua, mimi nilitaka nianze na no election kwanza, tuiweke vizuri, lakini anza no reform. Kwenye reform na kuelewa vizuri, kwa sababu mwisho wa siku nataka niwaoneshe kwamba je, reform ni moja ya matarajio au vigezo vya kufanya uchaguzi? Sawa, nimesema juu ya katiba na matakwa yake inavyotaka uchaguzi ufanyike kila baada ya miaka 5. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ukumbuke kwamba uchaguzi ni haki ya wapiga kura. Wana haki ya kugombea, kuchaguliwa na kuchagua. Kwa hiyo kufanya uchaguzi ni kuwanyima raia haki yao ya kuchagua na kuchaguliwa. Na sidhani kama katiba inaruhusu tunyimwe haki yetu wananchi kiholela. Lakini jambo la tatu, tuje sasa kwenye reform. Kwa sababu wakati mwingine siasa ni maridhiano. Namna ambavyo tunataka kujenga jamii ya pamoja. Maridhiano yanajengwa namna mbili. Moja ni kwa kukaa mezani na kuridhiana juu ya kile ambacho unadhani ulipojenga hoja, na mimi nitakuelewa, nitakubaliana kwa kiasi au yote kama ambavyo umeileta. Lakini cha pili ni maamuzi ya wapiga kura. Tukumbuke tunaongea dhidi ya serikali iliyoko madarakani ambayo imepigiwa kura na ina ridhaa ya wananchi ya kuwepo madarakani kwa mujibu wa katiba kwa miaka 5. Kwa hiyo kufanya mabadiliko kwenye katiba, kwenye sheria na kwenye kanuni ni ridhaa yao kulingana na walivyopewa mamlaka na wananchi. Moja. Lakini la pili, tunajua kwamba kuna maoni mengi, maombi, malalamiko kutoka sio tu vyama vya upinzani kama ambavyo watu wanafikiri kutoka Chadema. Kuna wadau mbalimbali wana maoni yao tofauti na wao wanataka mabadiliko. Sasa haya maoni yote yanahitaji kufanyiwa kazi, na wanaofanyia kazi ndio hawa waliopewa ridhaa na wananchi. Sasa wanapofanyia kazi, haiwezi kuwa kigezo cha kwamba tufanye uchaguzi au tusifanye uchaguzi. Kwa hiyo mabadiliko yawepo au yasiwepo, uchaguzi lazima uwepo. Jambo la 4 nilitaka niwaambie kwamba, na niligusia hapa mapema, kwamba mimi na wenzangu kama wachambuzi huru tulikusanya taarifa, tukafanya uchambuzi juu ya hoja 31 zinazodaiwa kama hoja zinazohitaji mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi wa nchi. Na kuna mambo tuliyoyabaini. Mojawapo ni kwamba hoja 29 kati ya zile 31 zimefanyiwa kazi. Kiwango cha 94.6 zimefanyiwa kazi na serikali kwenye sheria 2 nilizozitaja na kwenye kanuni za uchaguzi mkuu mwaka huu. Na ipo siku nafikiri nitashare nanyi taarifa ile inayoonyesha kifungu kwa kifungu
jinsi zilivyorekebishwa na hali ilivyo sasa, hali ilivyo mwanzo na jinsi ilivyorekebishwa na ilivyo sasa. Kwa hiyo kwenye maboresho kumefanyiwa kazi, lakini bado kuna hoja hazijafanyiwa kazi. Kwa mfano, 2 ya hoja muhimu zinazozungumzwa zinahitaji marekebisho kwenye katiba. Kwa mfano, hoja ya kutaka rais asiwe mteuzi wa wajumbe wa tume ya uchaguzi, hoja ya kutaka wajumbe wa tume ya uchaguzi wasitokane na majaji na watumishi wa umma, watokane na watu wanaowakilishwa na vyama vya siasa. Hoja kama hizo zinahitaji mabadiliko kwenye katiba yenyewe, na katiba haijafanyiwa mabadiliko, na Chama cha Mapinduzi kinasema kimepewa ridhaa na wananchi ya kuongoza nchi hii kwa mujibu wa katiba iliyopo. Hawajasema wamekataa, bali wanasema tusikilizane. Lakini kama umesikia pia Mheshimiwa Rais hapo jana amezungumzia jambo hili, na moja kati ya vitu alivyovizungumza ni kwamba hatutaki kasoro zilizojitokeza kwenye uchaguzi wa mwaka jana zijitokeze mwaka huu. Na la pili, amesema wale wenye kuhisi kuna changamoto waje tuzungumze. Mimi kwangu ningewashauri wanasiasa hawa wanaosema no reform no election na wanaotoa matamko mengine yote, badala ya kuutishia uchaguzi mkuu ambao lazima uwepo, waende wakazungumze na kiongozi mwenzao. Wameshazungumza mara kadhaa, wamezungumza sana mpaka amefikia sehemu akasema sasa sisi maridhiano basi. Mwenyekiti wa Chadema wa sasa amekuwa ni mtu wa kwanza kuitamka hiyo kauli mara kadhaa, lakini akaja mwenyekiti wa ACT Wazalendo ambaye ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, naye amelikataa, akasema maridhiano sisi basi tunakataa, kwa sababu hoja zetu tulizozitoa sisi kama chama cha siasa, wakiwemo vyama vingine, wadau wa siasa, hazijafanyiwa kazi. Kwa hiyo huu sio muda tena kuendelea kukaa kujadili, kwa sababu yale tunayojadili haturidhishwi na matokeo yanayoletwa baada ya hapo. Nitamnukuu mtu mwingine ambaye nadhani hata alikuwa makamu wa mwenyekiti wa CCM Bara, Kinana, mzee Kinana, naye pia alisema maridhiano yamekwama kwa sababu pamekuwa hakuna usikilizano wote. Sasa ukisema sasa hivi tena, jana rais amesema warudi kwenda kukaa, unadhani panawezekana hicho kitu tena? Na wakati alishakaa hapa, nafikiri tuyaweke vizuri. La kwanza, kuwepo au kuto kuwepo kwa maridhiano hakuzuii katiba kutekelezwa. Katiba lazima itekelezwe kwa sababu ipo, na ipo kwa mujibu wa sheria, na katiba yenyewe lazima itekelezwe. Lakini cha pili, ukumbuke unapotoa maoni yako si lazima yakubaliwe. Kuna hatua mbalimbali zinaweza kuchukuliwa bila kujali maoni uliyoyatoa. Unaweza ukakubaliwa yale yote uliyoomba yakafanyika kazi, unaweza ukakubaliwa kwa kiasi yakafanywa kazi, na unaweza ukakataliwa. Ukumbuke ni maoni, haiwi lazima kwa kiongozi wa nchi aliyepewa ridhaa na wananchi na katiba lazima atekeleze unalolisema wewe. Unamaanisha nini? Na katiba inazuia. Na ninataka niseme hivi, kwanza katiba ukisoma kifungu cha 46 47 kama sikosei, kinamzuia rais kufanya jambo lolote kwa shinikizo la mtu mwingine au taasisi yoyote. Rais hatakiwi kupewa shinikizo. Watu pekee wana uwezo wa kumpa shinikizo rais ni sisi raia, sio chama cha siasa. Kwa hiyo hili liwe kwanza, na naomba wenzangu walifahamu kwamba ni vyema tukazungumzia mabadiliko kama tulivyoyaomba. Jambo la pili, si kweli kwamba hakuna mabadiliko na maboresho yaliyofanyika. Hapa ndo tunapodanganyana. Wanasema yapo yaliyofanyika, hawajakataa, lakini hayatoshi kwenda kwenye uchaguzi. Kwanza waseme huo ukweli. Mimi sijawahi kusikia wakisema kweli kuna maboresho yamefanyika. Kwa mfano, najua na nyinyi mnafahamu kwamba wanaharakati na wanasiasa wa upinzani walikwenda mahakamani kudai wakurugenzi wa halmashauri wasiwe wasimamizi wa uchaguzi. Wameondolewa. Mbona hawasemi hilo? Wakaletwa kina nani kusimamia uchaguzi? Sasa hivi watasimamia maafisa waandamizi wa serikali. Afisa mwandamizi pia? Kumbuka, hapana. Anaweza kuwa afisa mwandamizi, si ndio? Lakini yule ni mteule wa serikali. Maafisa waandamizi wa serikali wanateuliwa na nani? Maafisa waandamizi hawateuliwi. Wanatoka wapi? Wanatokana na sifa zao ndani ya serikali. Sasa hapa, lakini inawezekana kama umeteuliwa. Ngoja kidogo nikupe jambo moja. Nilikuwa namuonesha mtu mmoja hapo nje. Hapa ndipo uelewa unapotofautiana. Unajua watu wasiojua mfumo wa utendaji ndani ya serikali wanafikiri kila afisa mwandamizi anateuliwa na rais. Si kweli.
Kwa mfano nimeona kwenye mjadala wa kundi moja wanajadili juu ya DAS kwamba ni afisa mwandamizi kwenye halmashauri atasimamia uchaguzi. DAS ni District Administrative Secretary, katibu tawala wa wilaya, ni mtendaji kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, sio mtendaji na sio afisa wa halmashauri. Halmashauri ni chombo tofauti. Sasa napenda niwavutie kutambua wanaposema maafisa waandamizi wa serikali ni akina nani. Lakini pia ile sheria ya tume imesema utaratibu utakaotumika kuwapata hao maafisa kwenye mikoa, kwenye wilaya na wasimamizi wasaidizi wa vituo na maeneo mengine wa uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kutangaza nafasi zao. Kabla tujafika huko, naomba tuanzie kwanza, afisa mwandamizi ni nani? Afisa mwandamizi ni mtu yeyote mwenye cheo kinachotambulika ndani ya serikali kama principal officer. Wako wengi. Kwa mfano kwenye halmashauri mtu yeyote anaweza kuwa afisa mwandamizi, hata afisa afya anaweza kufikia cheo cha kuwa afisa mwandamizi. Yaani ni sawa na unaposema polisi, nani anatakiwa kuwa kamishna? Kamishna ni mtu anayeteuliwa ndani ya maafisa wa polisi kushika nafasi ya kamishna. Ukisoma kanuni za utumishi wa umma zinaweka wazi kwamba rais, mtumishi hadi yule wa chini wa serikali, anafanya kazi kwa niaba ya rais. Even if hata tuna mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji. Kwa maana yake kuanzia cheni ya juu mpaka chini ya mfumo wa utendaji wa serikali, kanuni iko very clear kwamba hawa wote ni wawakilishi wa rais kwenye maeneo haya. Na mamlaka yao ya juu kabisa ya nidhamu ni rais. Tunaenda sambamba? Sawa. Kinachozungumzwa hapa ndio swali ambalo mwenzangu alikuwa anajaribu kulijenga, ni kwamba hawa watu ambao leo unasema mwisho wa siku watakuwa maafisa waandamizi watakao kwenda kusimamia, mamlaka yao ya mwisho, mamlaka yao bado wako chini ya rais. They submit to. Kwa hiyo kumbe hoja na mwisho wa siku, subiri sasa kidogo. Nataka nijenge hoja. Tunachosema ni kwamba, na madai ya upinzani ni kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, hiyo ambayo acha hii ambayo inaonekana wanasema sasa hivi ni jina kwa maelezo yao. Wanasema hiyo ambayo wao wanaishumu tume huru inapaswa kuwa na watumishi wake, sijui kama unaelewa, ambao automatically mamlaka yao ya nidhamu iwe ni tume huru yenyewe. Sijui kama unaelewa vizuri hapo. Afisa mwandamizi wa serikali, mamlaka yake ya nidhamu ni rais. Ambaye shida ni kwamba huyo rais, kwa mfumo wetu ulivyo hapa mpaka sasa hivi, rais huyo ni mgombea wa chama fulani cha siasa. Rais huyo ni mwenyekiti wa chama fulani cha siasa. Tunaenda sambamba? Mimi na wewe tunaelewana. Kwa hiyo mashaka yalipo ni kwamba inawezekanaje mtu ambaye bosi wake ni mamlaka ya kinidhamu anaingia kwenye uwanja wa mapambano, huyu ni refa, anakwenda kufanya maamuzi dhidi ya mtu ambaye yeye ndo amemweka pale. Ndio msingi wa hili ambao tunatengeneza. Sio inawezekana afisa hajateuliwa moja kwa moja na rais. Ndio. Lakini nafikiri kwa mlolongo huu bado anawajibika kwa rais. Rais ambaye tayari ni pati ya wagombea. Hauoni hilo kama sehemu ya hoja? Mimi nakuelewa vizuri, na bahati nzuri na mimi nimekuwa afisa maendeleo wa kata. Tatizo liko wapi hapo? Kwa hiyo kama unachokisema ni sahihi. Kama wewe unajua sahihi. Lazima niseme kwa sababu si tumechambua hoja. Okay. Hoja ni kwamba tufanye kama kinachosemwa ni sahihi. Subiri kwanza. Hoja ni kwamba maafisa wanaoteuliwa na rais wasiwe wasimamizi, kwa sababu rais anateua makada wa Chama cha Mapinduzi. Hawa watendaji wa serikali sio makada wa Chama cha Mapinduzi. Hawa tunawazungumza sasa, kuanzia maafisa waandamizi mpaka watendaji wa vijiji, sio makada wa chama chochote cha siasa. Sasa kama hiyo unayosema ndio hoja sahihi, nataka niijibu hiyo. Sawa, iko hivi. Twende hijibu hiyo, alafu tutakuja kwenye issue ya vyama vya siasa na ukada wa Chama cha Mapinduzi. Tumalize kwanza hii. Kwamba kama hiyo ndio hoja sahihi, maana yake ni kwamba watendaji wa serikali popote walipo wasihusike kusimamia uchaguzi. Ndio hoja yake. Lakini nikukumbusha hivi, kwamba ombi lolote unalolipeleka mahali popote lina sifa tatu. Ya kwanza, liwe na tija. La pili, likubalike. Likisha kubalika, kuwepo na rasilimali za kulitekeleza. Sasa kabla hata halija kubalika, tukumbuke kwamba kuajiri watumishi wote wapya kwa ajili ya tume ni mzigo kwa serikali. Na kwa sasa wewe ni shahidi, kuna chama cha walimu wasio na ajira.
mmekisikia Neto. na wanapambana waajiriwe. Hatujaongelea maafisa afya walioko mitaani. Tunaongelea maafisa kilimo walioko mitaani. Tunaongelea maafisa mifugo wako mitaani. Serikali yenyewe imeshindwa kuajiri vijana wa kutosha ndani ya serikali. Leo tunataka tuanzishe timu mpya ya ajira kupitia tume ya uchaguzi. Naamini kwangu mimi ni jambo lenye tija, lakini rasilimali hizo zipo? Kama hazipo, kipi bora? Serikali kutumia watumishi ambao tayari inawalipa mishahara wakatekeleze jukumu ambalo ni jukumu la taifa, au tuache kabisa? Na kipi bora, kutumia hawa ambao unasema waajiri ambao mwisho wa siku wanafanya kazi kwa ajili ya fulani, ama wakifanya kazi wakiwa under pressure ya fulani kwa sababu wako pale kwa ajili ya fulani, au tutafute watu ambao watakuwa neutral, watasimamia misingi ya haki, sheria, ili kutengeneza msingi wa kuwa na viongozi ambao wanawekwa madarakani ambao kwa namna moja ama nyingine watakuwa wamechaguliwa, ambao yani watakuwa wako pale kwa maana ya matakwa ya Watanzania. Kama umesema umemchagua diwani wa chama X, kwa sababu mfumo wa vyama sasa umewekwa kwa ajili na tuwezi kuupinga of course, lakini wananchi wakisema wa chama X huyu ndio tunapaswa awe mwenyekiti wetu wa kijiji, awe diwani wetu, awe mbunge wetu, awe rais wetu, awe hivyo. Kwa sababu kinachozungumzwa hivi sasa ni kwamba unawezekana kwenye box la kura watu wanamsema Fadhili wa chama wale anapaswa kuwa mbunge, lakini hawa sasa ambao tunawasema kwamba wakati mwingine wanaingilia huu mfumo, inatokea kwa sababu moja ama nyingine, ama ni kwa sababu hiyo ambao wakamwengua huyu wanamtengenezea alafu Fadhili ambaye kimsingi ndio chaguo la wananchi, wanamweka raidhani wa chama wai ili tu kulinda maslahi ya raidhani na chama chake ambacho kilichopo. Hili ulioni? Kwa sababu tunachotaka tuwe na mifumo haki ya kiuchaguzi. Sasa je, sababu ni nini? Tukae kimya kwa sababu za hilo ambalo unalisema, tuendelee kutokuwa na mifumo haki ya kiuchaguzi, ama tufanye nini? Kwa sababu msingi wa kwanza ni hapa. Umenisaidia sana kuwafanya Watanzania wenzetu waelewe hoja ya mabadiliko vizuri. Iko hivi, mabadiliko katika jamii yoyote, sio katika nchi peke yake, hata kwenye familia, ni jambo la lazima na ni muhimu kwa maendeleo na tija ya familia. Ni jambo muhimu sana. Tutumie Kiingereza cha kihuni, ankwepe kabo. Ankwepe kabo. Ya, hiyo ninakubaliana kabisa na wewe. Haiwezi kukwepeka. Sawa? Jambo la pili, ni jambo muhimu sana mabadiliko yafanyike kila wakati. Jambo la tatu, mabadiliko hayaishi. Hakuna siku tutafanya mabadiliko yakaisha. Na jambo la nne, mabadiliko hayatoshelezi. Hayatoshelezi kwa sababu yanayokutosheleza wewe yatakuwa tofauti na yanayonitosheleza mie. Sasa katika hili, moja ya hoja ilikuwa ni kwamba wanaopewa jukumu la kusimamia uchaguzi ni makada wa Chama cha Mapinduzi, na mimi nakitaja moja kwa moja ili tujue ndiyo hoja iliyokuwa inajengwa. Leo mabadiliko yamefanyika, wameondolewa makada wa Chama cha Mapinduzi na makada wa chama kingine chochote. Tuanze na hilo mnalotaka sasa, kwamba wasiwe watumishi wa umma, lije baadaye. Tuanze na hili kwanza, tujiridhishe. Je, kuwaondoa hawa kumeleta tija? Uchaguzi umefanyika mwaka jana kwenye serikali za mitaa, na ni uchaguzi ambao rais pia ameutolea mfano jana, kwamba na umekuja baada ya maboresho pia. Maana uchaguzi mpaka unafanyika tayari palikuwa kuna hizo reforms zimeshafanyika na kadhalika na kadhalika. Kama utakumbuka pia mwaka jana palikuwa kuna mkanganyiko kidogo kuhusiana na nani asimamie uchaguzi, TAMISEMI au hiyo inaitwa tume huru ya uchaguzi simamie. Palikuwa na huo mkanganyiko, na mwisho wa siku pakaja concern moja ngumu ambayo ni issue ya sheria. Sasa uchaguzi ule umelalamikiwa pia, na wenyewe umekuja baada ya reforms. Watu wameenguliwa, watu wamefanyaje? Yaani wanacholalamika ni mtu au msimamizi wa uchaguzi kuwa na interest za moja kwa moja na chama kilichopo madarakani. Yaani ni kesi ya mbuzi iende kwa kondoo. Yaani ni kama ni ndugu tu wanashughulikia hizo kesi. Na ndio hili ambalo tumetoka kuliaddress. Sasa kama uchaguzi wa mwaka jana baada ya reforms, baada ya maridhiano, umeshindwa kuwa kielelezo chema cha uchaguzi, unadhani sasa hivi utamwambia nini mtu wa chama fulani ambaye sio CCM kwenda kwenye uchaguzi kwamba uchaguzi huu utakuwa ni mzuri? Una indicator gani? Labda au wewe unaweza kumwambia mtu upinzani au Chadema kuna indicator gani kuelekea uchaguzi kwa uchaguzi ambao sio sawa na mwaka jana? Labda kwanza kwa swali la ufahamu unisaidie.
Wewe unavyojua maboresho haya tunayoyazungumza yamefanyika lini? Imefanyika katikati ya mwaka jana. Katikati ya mwaka jana. Una uhakika? Of course, ambao mwisho wa siku Hivi unajua kanuni zinazowaondoa hawa wanasiasa na makada tunaosema zimetoka mwaka huu? Tunachosema ni hivi. Sheria ambazo zinasimamia maboresho ya uchaguzi zimefanyika katikati ya mwaka jana, na moja ya sheria iliyokwenda kufanywa marekebisho ndio hiyo mwenzangu alikuwa ya uchaguzi wa serikali. Moja kati ya jambo amelisema kwa sauti kubwa ni kwamba mwaka jana kulitokea mkanganyiko wa sintofahamu kama wakurugenzi wasimamie au tume isimamie. Unakumbuka hilo? Na moja kati ya kitu kinachotafsiri sheria ni kanuni. Hoja kubwa hapa inayozungumzwa ni kwamba wasimamizi wa uchaguzi kuwa na interest na chama kilichopo madarakani. Ndio. Sijui unanielewa? Na sasa kanuni zinafafanua ile sheria ambapo ukitazama ukija kusikia tukichambua hii hoja hii kwa undani, ndani yao watakuta hata wale ambao ndio maana tukasema kwenye issue ya wale wanaodai kuhusu watumishi. Wanasema leo hii hata ukienda kule chini ukakuta kwenye kituo kinasimamiwa na mwalimu, kwenye jicho la kawaida la nyama, mimi na wewe tunamtazama kama mwalimu wa shule, sio mwanachama wa chama cha siasa. Lakini matendo yanayofanywa na huyo mwalimu yanaonekana yanakibeba zaidi chama dola kuliko watu wengine. That's why ndio maana kuuliza kwamba wale wasimamizi wa uchaguzi bila kuangalia position ya nani, hawa watumishi wa serikali kwa ujumla wake wanafanya matendo ambao wakati mwingine yanaibeba chama dola. Na ndio maana swali la Fadhili limekuja kwamba wewe unaonaje leo watu unawapaje mazingira ya kuwa na imani kwenye mazingira, kwa sababu tunasema marekebisho kwa mara ya kwanza kwenye serikali za mitaa. Kwa hiyo tumeenda wagombea ambao hakuna mgombea amepita bila kupingwa kwenye serikali za mitaa, na reform kubwa ambayo imefanyika, na hongera kwa serikali. Matokeo ya reform, na rais jana amezungumza hicho kitu. Lakini tathmini yako wewe, unaridhika na kilichotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana? Mimi sijaridhika. Na ndio maana ninadhani kanuni hizi zimekuja kutusaidia. Moja ni kuondoa huo mkanganyiko wa mwaka jana. Upi? Cha kwanza kuondoa mkanganyiko wa makada wa vyama vya siasa kusimamia uchaguzi. Na naomba nisisitize hili, kama naona kama hamtaki kulisikia, ni kwamba kanuni zinafafanua kwamba si tu makada wa Chama cha Mapinduzi, ni makada wa vyama vyote vya siasa wasishiriki. Lakini jambo la pili, mmezungumza juu ya watumishi wa umma. Na sasa ninaona hapa kama picha inataka kujengwa kwamba watumishi wa umma nao ni wana CCM. Nafikiri tutakosea sana. Sio wana CCM. Lakini wanafanya matendo wanayofanya. Sawa. Sasa twende la tatu, kwamba tufanye watumishi wote wa serikali tumewaweka pembeni. Tunakwenda mtaani kutafuta watu ambao wataingia kwenye tume kama watendaji wa tume wasio wana vyama vingine vya siasa. Subiri, twende taratibu na mimi nipe fursa nitoe ufafanuzi wangu. Tunataka watu ambao watawajibika kwenye tume wasio wana siasa. Tuna kipimo gani ambacho tukiweka kichwani kwako tutagundua wewe hauungi mkono Chadema au hauungi mkono CCM au hauungi mkono CUF? Na nani anaweza kukuzuia kuwa mwana CCM? Unajua kuna kitu tunataka kufanya, kitu ambacho nafikiri wenzetu wanaita utopia. Tunataka kujifanya kana kwamba hawa ni wana CCM, hawa ni wana Chadema, ila kuna mahali kuna watu ambao hawahusiki kabisa na siasa. Hivi ni nani aliyowafumba haya macho? Hebu tufumbue macho, tukubaliane hivi. Kila Mtanzania ana haki na fursa ya kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa. Sawa. Na kila Mtanzania apate fursa ya kutekeleza wajibu wa umma. Sasa kanuni zinasema kwamba atakapopatikana mwanachama wa chama cha siasa akane wanachama wake. Sawa sawa. Kanuni zinasema hata wale ambao hatujui kama ni wanachama wa vyama vya siasa waape kwamba sio wanachama wa chama chochote cha siasa. Kwa namna hii ndiyo pekee tunaweza tukamfungamanisha raia na kutokuwa na chama cha siasa. Lakini tusidanganyane kwamba kuwa mtendaji wa serikali lazima uwe mwanasiasa au mwanachama chama kingine. Hapana. Twende taratibu. Tathmini yako kuhusu mfumo wa uchaguzi wa Tanzania kwa kipindi cha kupitia chaguzi tatu zilizopita. 2019 serikali za mitaa,
2020 uchaguzi mkuu ambao hizo ilifanyika kabla hizi reform ambazo tunazizungumza, lakini na uchaguzi mmoja wa serikali za mitaa mwaka jana ambao umefanyika baada ya reform kufanyika. Kanuni ya msimamizi wa uchaguzi kuapa kukana vinasaba vya vyama vya siasa ilikuwepo? Haikuwepo. Watumishi wale wasimamizi wa uchaguzi walikuwa na hapa kupitia kanuni hii? Walikuwa na hapa kutunza siri za tume. Siri zipi? Hizo kawaulize wenyewe. Kama wamesha hapa kutunza siri. Tathmini yako kuhusu uchaguzi ni ipi? Chaguzi hizo 3 nilizokutajia. Chaguzi zipi unazotaka ni? Hizi ambazo nimezitaja. Unajua mimi kama mtafiti, moja ya kitu tunachokifanya ni kupokea taarifa za walioshiriki moja kwa moja kusimamia. Subiri kwanza. Na tathmini ya wasimamizi na waangalizi wa uchaguzi wa chaguzi zote za Tanzania ni chaguzi huru na haki zenye dosari. Sasa hizi dosari ndizo ambazo rais na serikali yake wanazifanyia kazi kuboresha mifumo, muundo, kanuni na sheria za nchi zinazosimamia uchaguzi. Na mimi nimekuja na taarifa inayoonyesha kwamba maeneo 29 kati ya 31 yanayolalamikiwa yamefanyiwa kazi. Kwa hiyo ninatarajia uchaguzi wa mwaka huu utakuwa bora zaidi ya chaguzi zilizopita. Narudia, sijasema mimi kwamba chaguzi hizi ni huru na haki. Ni walioangalia uchaguzi, waliosimamia kwa mujibu wa sheria zetu za uchaguzi ndio wametamka, na mimi ninanukuu taarifa zao na ninazitumia. Ukifuatilia kwa takwimu mbalimbali tangu mwaka 1995, tangu uchaguzi wetu tuliingia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa 1995 mpaka mwaka 2024 chaguzi zote, iwe waangalizi wa ndani ama waangalizi wa nje, wamekubali kwamba chaguzi zetu zina kasoro. Na baadhi ya kasoro hizo ni za lakini hawajasema ni chaguzi zisizo huru na haki. Acha nimalize. Na baadhi ya kasoro hizo ni zinajirudia tangu mwaka 1995, ikiwemo mazingira yasiyokuwa na uwanja sawa. Nadhani unanielewa vizuri. Yasiyokuwa na uwanja sawa wa kidemokrasia. Ndio. Baina ya chama dola na vyama vya upinzani. Hii ni kasoro iliyoandikwa na waangalizi tangu mwaka 1995. Unapoona hoja inaandikwa tangu mwaka 1995 na inajirudia kila mnafanya chaguzi mpaka mwaka 1000, yani tangu 1995 wanasema waangalizi wanatuambia chaguzi za Tanzania kuna mazingira ya kukosekana uwanja sawa wa kidemokrasia baina ya chama dola na chama na vyama vingine. Inakujia picha gani hoja hiyo kuandikwa kwa mara zote hizo? Vile ambavyo unasema labda ni huru na haki, lakini unapoona kasoro moja ambayo ni ya mantiki, panapokosekana uwanja sawa, maana yake kuna haki, kuna mtu anakosa na kuna mwingine anapendelewa zaidi. Ndio tafsiri yake. Uko sahihi mpaka hapo. Unapoona kasoro hiyo inajirudia mara kwa mara, unajengeneza picha gani? Kwanza uende kwenye kina cha hiyo kasoro. Na nyingi ya hizi kasoro kwa mujibu wa taarifa za waangalizi zinagawanyika kwenye maeneo matatu. La nne hili ni la nyongeza, nitalitaja baadaye. Eneo la kwanza ni kwa mujibu wa katiba. Kuna kasoro zinajitokeza za kutokuweka uwanja sawa kwa sababu ziko kwenye katiba. Yaani kama vile tunavyosema, rais ndiye atateua makamishna wa tume. Na kama ulivyosikia malalamiko kwamba rais akishateua mtu lazima atawajibika kwake. Hiyo ni kasoro moja hapo. Lakini kuna kasoro zinajitokeza kwa sababu ya mfumo wa utekelezaji. Mfumo uliopo wa utekelezaji wa sheria ya tume huru ya usimamizi wa uchaguzi unataka kutumia mifumo iliyopo kiserikali. Sawa sawa? Kwamba huendi kuajiri watu wako wapya isipokuwa wasimamizi wa vituo. Lakini ripoti zote zitapitia kwenye mfumo wa serikali ili ziweze kufika kwa ufanisi. Ambao wanaweza kuoperate ni nani? Sasa kitu kimoja hapo lazima tukijue ni kwamba hapo tunahitaji maboresho. Na maboresho tutakuja yazungumza baadaye. Lakini kitu cha tatu wanasema kasoro zinazotokana na utekelezaji, utendaji, matokeo na matukio. Wakati mwingine hizi sheria tunazoziona hazina hizo kasoro unazodhani zipo. Hakuna aliyemwambia, hakuna sheria inayomwambia
msimamizi wa uchaguzi akimbie ofisi yake wakati wagombea wanarudisha fomu. Ipo. Kaka yangu, umeshaiona? Haipo. Maliza kujenga hoja. Ndo sasa kwamba hiyo sheria haipo. Lakini wakati wa utekelezaji kuna watu wengi walikimbia ofisi zao. Na haswa pale ambapo wagombea wa vyama fulani walipokuwa wanarudisha fomu. Sasa hii ni changamoto inayotokana na utekelezaji. Sasa basi, nini kinapaswa kufanyika? Ndio hiki tunachoita maboresho. Sasa maboresho unaweza ukayafanya kwenye katiba yakakidhi yale matakwa ya mapungufu yanayotokana na katiba. Maboresho unaweza ukayafanya kwenye sheria na mfumo ili kurekebisha mfumo usitumike kinyume na matarajio ya haki za binadamu. Lakini pia kuna matakwa ya kurekebisha watu, mtu kama mtu. Sasa hivi kanuni na sheria ya uchaguzi inasema atakayefanya matendo kama haya niliyoyataja atashitakiwa yeye binafsi. Sijui kama mnajua hili, na wengi hatutaki kusoma. Sasa hivi wajibu unakuja kwako wewe kama msimamizi wa kituo uliyekimbia siku ya mimi kurudisha fomu. Natakiwa nikupeleke mahakamani na niithibitishie mahakama kwamba wewe umenitendea kinyume cha sheria na kinyume cha haki, na wewe utawajibika binafsi, sio serikali, sio tume. Maana unajua kuna watu walikuwa wanajua kama zamani kwamba ukishtakiwa kwa sababu wewe ni mtendaji wa serikali, serikali inaweka mwanasheria mkuu pale wa serikali anakutetea, halafu ikipigwa faini pale serikali italipa. Sasa hivi utawajibika wewe binafsi. Na sheria inatamka kwamba ukigundulika na hatia utafungwa miaka 2 au faini ya shilingi 500,000 isizidi 1,000,000. Sasa mtu anayelipwa posho ya shilingi 50,000 pale kwa siku 30 za kusimamia uchaguzi atakuwa tayari alipe faini ya 1,000,000 au afungwe miaka 2 jela. Kwa hiyo haya ni maboresho yaliyofanywa kwenye sheria na kanuni kurekebisha utekelezaji wa sheria. Sasa mimi ninachokisema ni nini? Ni kwamba mapungufu yapo na hayajawahi kuisha, na sio Tanzania tu. Tukumbuke hata Marekani mapungufu yameonekana. Donald Trump saizi yuko madarakani na bado na yeye anataka sheria ya uchaguzi ifanyiwe maboresho. Sasa kwa kuwa mapungufu yapo, kuna vitu viwili lazima tuviangalie. Je, walioko madarakani wamebaini pia wao kwamba hayo ni mapungufu? Wako tayari kuchukua hatua? Moja ya kitu sisi kama wachambuzi tulichokiona, serikali imechukua hatua kadhaa. Cha pili, bado yapo mapungufu. Na sisi na nyinyi nafikiri mnakubaliana na mimi kwamba haiwezekani yasiwepo kabisa. Je, kuna haja ya kuchukua hatua? Ndiyo. Na mimi nakubaliana kabisa na Mheshimiwa Rais kama alivyoalika wenzie, viongozi wenzie wakae wazungumze. Yale yanayowezekana yachukuliwe hatua haraka iwezekanavyo. Lakini kuna mapungufu hayawezekani kwa sasa. Moja, kurekebisha katiba. Inahitaji ushiriki wa wote, tunahitaji ushiriki mpana, tunahitaji muda. Tumalize uchaguzi, tukikubaliana tuje tufanye marekebisho ya katiba wakati tuna muda wa kutosha. Haya mambo ya kimbizana ndio yanayotuletea shida. Na labda niwaambie kitu kingine kama mfano. Kuna mtu nilikuwa naongea naye hapa ofisini kwenu. Kama wakati ule Mheshimiwa Rais Kikwete angekubali hii hoja inayotolewa sasa, mama aongeze kidogo muda ili tupate muda wa kufanya marekebisho kwenye katiba. Hebu fikirieni, kama Mheshimiwa Kikwete angekuwa ameahirisha uchaguzi 2000 na ngapi ile? 15. Angeahirisha uchaguzi. Halafu katiba ikakwama kama ilivyokwama. Tungepata rais wa katiba ipi? Mpya au ya zamani iliyoahirishwa? Yasa mchakato kama ukikwama kibali inakuaje mpya? Ndio maana lazima ukitekeleza katiba iliyopo, ukitekeleza katiba iliyopo inasema kipindi chake huyu kilishaisha, sio rais.
na sio serikali hii iliyopo. Mimi nina swala la kizushi. Ndio maana nasema kwa kifupi, tusikubali mtego wa kuahirisha uchaguzi, utatutumbukiza kwenye shida kubwa. Sawa, mimi na swala la kizushi. Umeongelea katiba huko ndani, umeongelea uchaguzi zilizofanyika na kadhalika na nini. Swali moja la kizushi. Ni muda gani unatosha kubadilisha katiba? Kwa hali ya kawaida. Kwa interval ya miaka. Yes, tulijadili sana mwaka 2011-13 wakati huo nikiwa kituo cha sheria na haki za binadamu, na wote tukakubaliana kwamba tukichukua mifano ya nchi mbalimbali, kuna watu wamefanya mabadiliko ya katiba karibu miaka 9 wanabadilisha katiba tu. Wengine the minimum ilikuwa miaka 3 kule Botswana. Rais Samia amekaa madarakani miaka mingapi? Naam. Rais Samia amekaa madarakani miaka 4. Hii miaka tulikuwa tuna katiba, tuna rasimu tayari ya Warioba. Hatukupata, haikutosha kuitumia miaka hii kwa ajili ya kuboresha na kufanya, kwa sababu rasimu wa Warioba tukubaliane kwamba inawezekana. Naomba nimalize. Rasimu wa Warioba tukubaliane kwamba kuna vitu vitakavyopitwa na wakati. Maana yake ile ni mwanzo kabisa wa maboresho ya katiba. Tume na Jaji Nyalali, tume zote ambazo zinafanya tathmini ya katiba na uchaguzi, zote zinakiri katiba yetu inahitaji kubadilishwa. Warioba yakafika kwenye hatua kabisa mchakato, japo ulikutana na changamoto ya kukamilika. Huoni kama ilikuwa ni hatua muhimu ya kuanzia tu pale na kutumia muda mfupi, kwa sababu hatuwezi kusanya maoni kwenye ground. Tulikuwa tunahitaji tu maeneo machache ya kuyajazia kwenye tume, kwenye rasimu ya Warioba, alafu tuende kwenye mchakato wa kuibadilisha katiba na tupate katiba. Unahisi hii miaka inayokuja ndio itakuwa inatosha? Mimi sisemi kwamba miaka inayokuja itakuwa inatosha, lakini sisemi pia kwamba lazima tufanye mabadiliko ya katiba. Mimi nayapenda binafsi, nayataka sana mabadiliko ya katiba. Lakini sio lazima. Kuna ulazima, kuna vitu viwili hapa. Ulazima tunataka tuifanye serikali ilazimike kubadilisha katiba? Hapana. Mkumbuke Chama cha Mapinduzi kimepigiwa kura. Na kilipopigiwa kura kina ilani yake, kiliinadi kwa wananchi. Na hakikuahidi kwenye uchaguzi huu kwamba kinakwenda kubadilisha katiba. Kwa hiyo rais aliyeko madarakani huwezi kwa namna yoyote. Chama cha Mapinduzi kimechaguliwa na nani? Kilichaguliwa na wananchi. Wanaotaka katiba ni nani? Ni Chadema. Hapana. Ni nani? Chadema kinaongoza watu gani? Ni nani? Chadema kinaongoza watu gani? Sawa, wewe niambie ni nani? Kwanza tumekubaliana kuna muda umesema hapa kwamba makundi mbalimbali kwenye moja ya mazungumzo. Ndio. Tumekubali kwamba makundi mbalimbali yanashinikiza mabadiliko kwenye maeneo mbalimbali. Ndio. Si tumekubali? Ndio. Kwa nini sasa hiyo Chadema? Lakini kama Chadema wanayo hiyo mabadiliko ya katiba kwenye ilani yao na wananchi wakaamua kuichagua, ngoja kidogo, mnipe ruksa nijibu. Tusibakane kwa hoja. Tujibiane kwa hoja. Sawa sawa. Kama Chadema ilinadi sera ya kubadilisha katiba na CCM haikunadi sera ya kubadilisha katiba, wananchi tukachagua CCM, unadhani nani aliyepewa mamlaka ya kubadilisha katiba? Kuna swali hapo mwenzangu alikuuliza. Haisi tu. Amekuuliza CCM imewekwa madarakani kuna nani? Na wananchi. Wanaotaka katiba ni nani? Wananchi wa Chadema. Hamna wananchi wa Chadema. Kuna mwananchi wa Tanzania. Kuna mfuasi wa Chadema. Kama ni nimalize. Hao ni wafuasi wa Chadema. Yale makundi uliyosema, kama Fadhili utamuuliza, yale makundi uliyosema yanahitaji mabadiliko ni makundi yapi? Unajua hapa kuna mambo mawili. Msinikabe kuzungumza. Nyinyi mko wawili na mnaniuliza hoja ambazo nisipozitolea majibu mnajenga hoja juu yake. Iko hivi. Wanaodai mabadiliko ya katiba ni Chadema na wafuasi wa Chadema na makundi mengine nimeyataja, na wala mimi sikatai, na mimi mmoja hapo. Niliyekuwa nadai katiba. Ulikuwa sasa hivi udai. Naendelea kudai. Nataka katiba mpya. Sio Chadema. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba kuna makundi mengi nje ya Chadema yanadai katiba. Sawa sawa. Bas. Sio swala basi. Lazima tutoe ufafanuzi hapa kwamba kama wapo wanaodai katiba, sasa katiba haijabadilishwa. Chama kilichopewa ridhaa ya kuongoza nchi hakikuahidi katiba. Tunapoendelea kudai, sisi tujenge hoja, twende kwenye uchaguzi, tuchague viongozi wanaotaka kufanya mabadiliko ya katiba, lakini kumlazimisha rais kwamba tusifanye uchaguzi mpaka ufanye mabadiliko ya katiba ni kubaka demokrasia. Nataka hii tuielewe vizuri. Mimi sikatai hiki mnachokisema. Na nimerudia ili kusema sio Chadema peke yao wanaotaka mabadiliko ya katiba. Na wengine ni wana CCM kama mimi. Lakini chama ndicho kilichopewa ridhaa ambacho hakikunadi kubadilisha katiba.
tukipe nafasi kitekeleze ahadi zake. Nyinyi na mimi tunaotaka mabadiliko ya katiba, twendeni kwenye uchaguzi, tukanadi sera zetu. Huenda sisi ndani ya CCM tunaotaka mabadiliko ya katiba tukashinda, nyinyi mlioko huko nje mkatusaidia. Sasa msitake kuzuia katiba kwa kuilazimisha CCM izuie katiba ili izuie uchaguzi ili ifanye mabadiliko ya katiba. Huku ni kubaka demokrasia. Unadhani kwa nini sasa hivi kuna fukuto la wakati huo unasema twende kwenye uchaguzi? Unadhani kwa nini sasa hivi kuna fukuto la kudai mabadiliko? Wewe kama mchambuzi, ingawa umesema hapo ni kada pia wa CCM, kama mchambuzi, unadhani kwa nini kuna fukuto la kudai? Kuna mambo mawili. Kwanza, mimi sidhani kama ni fukuto. Mimi ninadhani tu kwamba kuna watu wameamka ghafla baada ya uchaguzi wao wa ndani, kwa sababu walikosa nafasi ya kupigania mabadiliko haya kwa muda mrefu, na wanajua kwamba uwezo wa kushiriki na kushinda uchaguzi ni mdogo. Wanaona watafute mbinu ya kususia uchaguzi. Ukweli ndio huo. Na najua wewe unajua kwamba mpaka juzi hapa wanagawana mbao, kila mmoja anaondoka na chake. Mnajua mpaka sasa hivi vyombo vya matangazo vya chama chao anavyo mtu mmoja kafungia nyumbani kwake. Magari ya matangazo, magari ya ofisi yaliyokuwa yanatumika na chama hicho hayaonekani, kila mtu anayo ya kwake nyumbani. Waliopewa uongozi wa chama hata akaunti za chama hawana. Ndio hiki tunachokiongea. Sasa wao kudai tuzuie katiba, tuzuie uchaguzi, haitokuwa sawa sawa. Wakae, wajipange, waache vyama vinavyotaka kwenda kwenye uchaguzi, wafanye uchaguzi, wao watakuja kushiriki baadaye. Lakini cha pili, na niliona ni muhimu kukisoma pale wakati tunazungumza juu ya mabadiliko, ni kwamba mabadiliko yoyote hayawezi kuisha. Kama wamedai mabadiliko 31, yametekelezwa 29. Unajua ni ngapi hiyo kwenye hesabu? 94% ni A, tena A+. Sasa kama mmefanikiwa kwa 94%, twendeni kwenye uchaguzi, njooni na wagombea washinde, ili tunapokwenda kwenye mabadiliko ya katiba mnayoyataka, nyinyi muwe wadau na washiriki wa uongozi wa naomba nimalizie chama cha siasa, mtaji wake wa kwanza si majengo, si magari, si pesa. Mtaji wa chama cha siasa ni watu, na lengo ya chama cha siasa ni kushika dola. Tumechukua tuna man to man hapa ya kwamba CCM ambayo ndio chama dola sio inataka mabadiliko ya katiba, na ndio ilishinda na ilichaguliwa na watu. Lakini tunapoelekea kwenye huu uchaguzi, chama cha siasa ambacho tunakizungumzia hapo sana sana, ambapo tunakuwa tunazungumzia no reform no election, tunazungumzia Chadema. Yeye amesema mwaka huu anataka mabadiliko. Pasipokuwa na mabadiliko, basi atazuia uchaguzi. Amtamka kashi hapo. Akaja kaongezea maelezo juu ya hilo kwamba sisi Chadema kama entity au kama taasisi ya Chadema, yana wafanyakazi wake wale na viongozi wake hawawezi kuzuia uchaguzi wao kama wao. Anayeweza kuzuia uchaguzi ni Watanzania ambao wataamua kuiunga mkono Chadema. Awe ni mwana Chadema, awe mwana CCM, awe ni nani, atakayeamua kuiunga mkono Chadema. Unahiona hii nguvu ya umma ya Chadema ikiwaunga mkono kwenda kuzuia huo uchaguzi kama reforms zitafanyika? Maana wao reforms zikifanyika uchaguzi utashiriki. Kwanza reforms tumeshasema zinafanyika na tayari tumeshafikia 94%, ili kwanza tulielewe. Lakini la pili, nimesema hapa kwamba ninajua kuna baadhi ya hoja hazijafanywa kazi, na kama wao ndio wanasimamia na hizo, mimi siwezi kukataa nazo, lakini muda upo wa kuendelea kufanya kazi. Sasa kitu cha tatu ni juu ya kufanya au kutokufanya uchaguzi. Na mimi nataka muelewe hivi kwamba wanaosema nguvu ya umma ni raia wa Tanzania. Ndiyo. Na ndio wanaopiga kura. Kwa hiyo wao watatumia mifumo ya utaratibu kuleta hiyo nguvu ya umma izuie uchaguzi. Lakini Watanzania nao wanaotaka kupiga kura watakwenda kupiga kura, watafanya uchaguzi. Kwa hiyo maana yake tunataka kushindanisha nguvu za watu siku ya uchaguzi. Unaelewa maana yake? Subirini. Mimi siwaambii, lakini waambie tu kwamba nimefanya kazi Somalia, nimefanya kazi Sudani Kusini, nimefanya kazi Darfur, nimefanya kazi Kongo, na makao makuu yangu yalikuwa Beni.
Najua nchi zinazoingia kwenye vurugu. Najua namna zinavyoingia kwenye vurugu. Najua matokeo ya vurugu. Najua kuishi chini ya nchi zenye vurugu. Tusitake kuilazimisha nchi yetu kwenda kwenye vurugu wakati mfumo wa kufanya mabadiliko upo kikatiba, upo kidemokrasia, upo kisheria, upo wazi. Na zaidi ya yote, rais anawakaribisha kuzungumza. Washazungumza naye lakini hakuleta matokeo. Si kila unachotaka wewe ndicho kitekelezwe. Unajua hili swala watu wengi hawataki kujua kwamba iko hivi, unapoleta hoja zako mezani, kuna zitakazokubalika kiasi na kuna zitakazokataliwa. Sasa ukikubalika kiasi, kile kinachokataliwa, jenga hoja siku nyingine. Twende kwenye uchaguzi, shinda uchaguzi, pata ridhaa ya wananchi, tena nenda waambie hawa watu tuliotaka wabadilisha hiki na hiki na hiki na hiki, wamebadilisha hiki na hiki, bado hiki. Sasa tupeni sisi nafasi tukafanye marekebisho. Kuna jambo ambalo tulizungumza tukielekea ukingoni. Mapema kabisa, moja ya mambo ambayo tumekuuliza msingi wa mabadiliko, msingi wa hili vuguvugu la kudai mabadiliko. Tukakuuliza unafahamu msingi wake? Ukasema msingi unatokana na uchaguzi wa Chadema, watu wamegawana mbao, wamefanya nini? Ulijibu hivyo. Hapana, sijafikiri. Sio ukasema msingi wa kutaka mabadiliko. Mimi nilikuuliza kuhusu msingi wa kudai, ukasema msingi wa kudai mabadiliko kwanza umetokana na nini? Wewe ukasema hivi, ukaniambia ngoja kidogo. Ndio haya mambo ninayosema, mnapochanganya haya maswali, huenda hata nimejibu swali ambalo sio. Iko hivi, mabadiliko yameanza kudaiwa kabla hata ya uchaguzi wa Chadema. Sasa haiwezi uchaguzi wa Chadema kuwa msingi. Ila mimi ninachojua ni kwamba huku kukurupuka sasa hivi na kuweka nguvu kwamba hakuna uchaguzi mpaka mabadiliko yafanyike, ni kwa sababu wanajua uwezo wa kushinda kwenye uchaguzi huu ni mdogo kutokana na changamoto walizokuwa nazo ndani na wakagawana mbao. Msingi wa swali langu hapo. Hivi unafahamu kwamba msingi wa hii Chadema umeutangaza na mwenyekiti alimaliza muda wake mwezi wa 12 mwaka jana, kabla hata ya hilo ambalo unalisema? Ndio, najua. Unahusianaje kwamba unadhani kwa nini useme linatokana na hicho? Unakumbuka Mbowe alipokuwa kwenye sherehe gani zile? Akamsifu rais kwa kufanya maboresho makubwa kwenye katiba na sheria na mfumo wa usimamizi wa uchaguzi. Ilikuwa mwezi wa 8 2000 kwenye sherehe za wanawake. Kabla ya kutoka tamko la no reform. Kwa hiyo kipindi kile wakiwa kwenye maridhiano ambao mwenzangu anasema twende pole mimi na wewe. Baada ya maboresho yote yaliyoleteleza wao kumwalika mpaka kwenye kikao cha kina mama, tena wanakuja na no reform no election. Si ndio? Na sasa hivi wanaandamana. Wewe unaelewa nini? Subiri kidogo nikwambie kitu hapa. Kitu ninachotaka nikwambie. Bora kama umenielewa msingi. Sijajibu hoja yako. Mimi nimeifafanua tu ili nikujibu. Nataka nikujibu kwa kusema hivi. Mwanasiasa anayetafuta madaraka ana njia nyingi za kuvutia hisia za wapiga kura. Na moja ya njia ni kutafuta kuonewa huruma. Hiki wanachokifanya ni kutaka kuonesha kwamba wao wanaonewa sana. Lakini ukweli ni kwamba wametumia mwaka mzima mwaka jana kulumbana wao wenyewe, hawakujipanga. Na hata uchaguzi wa serikali za mitaa tunaosema hawakushiriki wakiwa wamoja. Hizi ngumi unazoziona ndani ya Chadema leo hazijatokea leo. Na wale walioshiriki kwenye uchaguzi walikutana na vipigo vya serikali. Na kama hujui, wengi ya walioko ndani ya Chadema wameondoka na wengine wamefukuzwa ndani ya Chadema kwa sababu ya mivutano ya ndani. Kwa hiyo hizi ngumi unazoziona sio za leo. Ngumi zipi tena sasa? Wewe hujasikia katibu mwenezi wa Bawacha yuko hospitali mpaka sasa hivi? Tuache naye. Twende kwenye reform. Sio nawahamisha na waonesha. Hujajibu bado? Labda nirudishe kwenye mada. Swali nilokuuliza ulielewa? Mimi nimekuonesha kwamba hoja yao ni kutafuta kuonewa huruma. Tunataka tufunge kipindi hiki, lakini swali hili uliuliza hapo umelielewa au hujalielewa? Lipi? Maana mimi nimesha kujibu. Sema labda kama wewe hujaelewa majibu yangu. Iko hivi, nguvu wanayowekeza sasa kwenye no reform no election zinatokana na kubaini kwamba uwezekano wa wao kushiriki na kushinda uchaguzi huu ni mdogo. Na si kwa sababu ya mabadiliko ya katiba, mabadiliko ya sheria, mabadiliko ya mfumo. Kwa sababu yaliyofanyika kwenye mabadiliko ni makubwa.
isipokuwa wao uwezo wao wa ndani wa kutumia maboresho haya kushinda uchaguzi ni mdogo. Na unapokuwa na uwezo mdogo unaweka miguu chini, unatafuta kisingizio kingine. Saizi na kama ulivyofanya ndivyo inavyotokea kwenye vyama vyetu hivi. Walikuwa wanadai makada wa Chama cha Mapinduzi wasiwe wasimamizi wa uchaguzi. Sasa wameshaondolewa. Najua watakuja na hoja na huenda na wewe umeisikia kutoka kwao kwamba sasa watendaji wote wa serikali wanapendelea CCM. Kesho tutasema okay, tutaajiri fresh wanafunzi wa vyuo vikuu wasimamie uchaguzi. Halafu watasema vyuo hivi vinasimamiwa na maprofesa wale wale waliokuwa wanatoka CCM. Tuachane na hayo. Guys, let's be serious. Tutumie tu mfano mmoja ambao nimeutumia mara kadhaa. Hiki chama ambacho umesema palikuwa na mtifuano. Pamoja na mitifuano yao ambao umeisema na kutokuelewana kwao, mwaka jana walishiriki uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwenye kuripoti kwangu na kukusanya kwangu taarifa nilizozipata za watu wa CCM walioanguliwa kwa minor reasons ni chache sana. Nimepata multiple complaints za Chadema, ACT, CUF ambazo wameenguliwa with very very minor reasons ambazo kwa inawezekana hata kusaidia tu kurekebisha. Sasa watu hawa ambao walishiriki wakanyongwa, wakaonewa kama wanavyosema wao, sio maneno yangu, wanasema wao wamenyongwa kwenye uchaguzi, wameonewa. Leo unawashawishi kuelekea kwenye uchaguzi mwingine ambao uchaguzi huu unaamua hatima ya wao kuendelea kuwa chama kikuu cha upinzani au hata kutokuwa chama tena ya taifa ile. Maana kama hauna watu wanaokuunga mkono, hauwezi kufanya siasa zote zile, hautakuwa na ruzuku na kadhalika. Hawa watu unawaona wakikubali kushawishika kuelekea huku kwa sababu direction shaiona toka mwaka jana. Wanaweza asikubali. Nijibu kwa kifupi tumalize. Wanaweza asikubali kwa sababu ya uwezo walionao. Nitakwambia mambo mawili. Moja kati ya vyama vikongwe kabisa hapa nchini ni Chadema. Mwaka 92 wakati mfumo wa vyama vingi unarejeshwa, tayari Chadema ilishakuwa mitandaoni, imeshaanza kusajiliwa na imekuwa kwa muda wote huo. Leo unapokuja na hoja hii ulioibaini wewe kwamba wamekosea fomu mahali kidogo kidogo wangeweza kusahihishwa, unatarajia uongozi ni majaribio? Kwamba mpaka leo bado kuna wagombea wa Chadema wanakosea fomu, halafu unataka wapewe ridhaa? Hivi kuandika neno Chadema ni kosa? Kwani nani kakwambia Chadema tumeandika sisi au umeandika wewe? Si wameandika wanachama wenyewe? Sasa kama unakijua chama chako, unakoseaje kuandika jina la chama chako? Ulishawahi kufika mahakamani blaza? Nimeshafika mara nyingi sana. Mimi naitwa Albani. Ukiandika Albano sio mimi. Lakini kuna watu waliandika hivyo CCM na walienda. Sasa kuna vitu viwili. Kimoja, usihitaji huruma kwenye uchaguzi. Uchaguzi ni sheria na kanuni. Na haki. Na Chadema ni moja, ndio, na haki. Chadema ni moja ya chama kinachosisitiza haki, sheria na kanuni. Kwa nini hawaandiki huruma kwenye katiba yao? Kwa sababu tunataka haki inaondoa huruma na inaleta kama haki inaondoa huruma, basi tusitake kuonewa huruma, tufanye mambo kwa mujibu wa uwezo tulionao. Jambo la pili, unajua Chadema mwaka jana wamejitahidi sana kusisitiza na kuuaminisha umma kwamba Tundu Lissu hakufaa kuwa mwenyekiti wa chama chao, na wakaonesha pia na hoja kwamba hakustahili hata kugombea urais. Watu waliopita nchi nzima kutushawishi kwamba kuna mgombea hapa anayeweza kuwa rais wa nchi, hafai kuwa mwenyekiti wa chama. Unajua, tusifikiri kwamba kile wanachokisema Chadema ndo sheria, kimeshuka kutoka kwa Mungu, ndio katiba. Hapana. Na wao ni binadamu tu, wanakosea vile vile. Sasa wanaporekebishwa, wasidhani kwamba kurekebishwa kwao ndio makosa ya wengine. Mimi ninachotaka kusema ni nini? Warudi kwenye katiba, warudi kwenye sheria, twende kwenye uchaguzi. Iko hivi, uongozi si majaribio. Na labda ujue hii nchi hatujawahi kuizungumza hii lugha vizuri. Uongozi unapiganiwa. Uongozi ni haki ambayo lazima uwe tayari kuionesha jamii kwamba una uwezo wa kuongoza. Kama unaweza kushindwa kujaza fomu ya peji moja, halafu tukupe nafasi ukasaini, na wako waliojaza kuongezewa taarifa za uongo. Nafasi nimalize. Mbona unipi nafasi nimalize? Narudia hivi, kama unashindwa kujaza fomu ya karatasi moja,
tukupe nafasi ya kwenda kusaini muktasari wa peji 5 ambayo inagawa ardhi ya kijiji kwa mwekezaji. Unaenda kugawa ardhi kweli wewe? Kwa hiyo tusidhani na tusichukulie rahisi. Lakini kitu cha msingi ni kwamba maboresho yamefanyika. Sasa maboresho yamefanyika mpaka kiasi cha kumweka msimamizi wa kituo cha kura kuwajibika binafsi. Nenda kajaze hiyo fomu, akuengue, halafu twende mahakamani ukamuoneshe kwamba ulikuwa na haki kujaza hivyo ulivyojaza. Utaenguliwa tena, kwa sababu ukishinda huyu mtu atakwenda jela. Sasa na hicho tunaogopa. Tunataka nini? Kwamba tunataka tuweke na walimu wa ngumbaru kule wawe wanawasaidia au wakikosea kuandika waandike vizuri. Kwa taarifa tu, sisi tulifanya research kipindi hicho kwa uchaguzi wa serikali za mitaa ambao unasema kwa ufupi tu, ambao tulikutana na watu ambao ni form 6 leavers, form 4 leavers, watu waliomaliza vyuo, wengine ni walimu wanagombea wenye vitu wa vijiji huko, na mwisho wa siku walienguliwa kwa sababu tu hawajui kusoma na kuandika au wamekosea kuja. Unadhani inakuaje? Sio sehemu ya mjadala. Neno lako la mwisho ni lipi hasa? Unamkumbuka Ndalichako akiwa katibu mtendaji wa baraza la uchaguzi, baraza la mitihani. Alishawahi kutoa fomu kadhaa za watu ambao walifanya mitihani ya form 4, form 6, form 2 hawajui kusoma na kuandika. Tusishangae watu kama hao wakiwa tena wamepita kwenye mifumo yetu. Sasa neno langu mimi kwa wanasiasa wote, natoa hili kwa sababu najua huu ni mwaka wa uchaguzi. Cha kwanza, uchaguzi sio mkate. Tusidhani tusipokunywa chai na mkate tutakunywa chai na kipolo cha wali maharage vikagongana. Hapana. Uchaguzi ni takwa la kikatiba, ni haki za wapiga kura, lazima litekelezwe. Twendeni kwenye uchaguzi. La pili, kuna matakwa na madai ya maboresho mbalimbali na ambayo tumeyaona sisi ni 31. Na kama nilivyosema, na taarifa tutaitoa hivi karibuni wazi kwa umma kwamba matakwa 29 yamefanywa kazi. Hakuna mahali maboresho yanafikia mwisho. Kila wakati maboresho yatazaa maboresho mengine na madai mengine. Kwa kiasi hiki alichofanywa maboresho, twendeni kwenye uchaguzi ili yale ambayo hayajaboreshwa, ninyi mnaotaka yaboreshwe, mkayaombee ridhaa kwa wapiga kura, wawaruhusu mje kuyafanyia maboresho. Jambo la tatu, tusijaribu amani ya nchi. Haitakuwa na tija kwao wala kwetu wala kwa mtu mwingine yoyote. Amani ya nchi ikiharibika, tunaharibikiwa wote. Wote kabisa. Hakutakuwa na uchambuzi hapa wala vyombo vya habari. Mnajua kinachowakuta waandishi wa habari wakiwa Goma na sehemu zingine. Kuzuia uchaguzi ni kufanya serikali iliyoko madarakani iishiwe ridhaa ya kuongoza nchi ikiwa bado hajapatikana mrithi wake. Maana yake ni kwamba tutaingia kwenye ombwe la kikatiba. Tutazalisha vurugu, tutazalisha mauaji, tutazalisha kila aina ya varangati. Hakustahili sisi kwenda huko. Tanzania ni nchi yetu, tunaipenda sana na tuko katika mikono salama. Twende tukikubaliana na kufanya kwa mujibu wa katiba yetu. Ni Marcos Albani ambaye mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi. Tumekuwa na mjadala mpana tukijaribu kutazama siasa zetu zinavyokwenda kwa ujumla wake, lakini hasa kwa kiasi kikubwa tukijikita kutazama msimamo ambao unaendelea ama operation ambayo imezinduliwa rasmi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, no reform no election, ambayo kwa namna moja ama nyingine, sio kwa 100%, ni kama inaungwa mkono hivi na ACT Wazalendo kwa njia mlango wa nyuma, kwa sababu wao pia wamefunika maridhiano kwa sasa na wamezindua operation ya mapambano ambao wameizindulia kule mkoani Lindi. Wakati huo Chama Dola CCM kikiwa kwenye mkakati kabambe wa kuhakikisha kwamba kwa namna gani inayopiga msasa makada wao, lakini nidhamu wakaendelea kuisimamia ili baadaye watakavyowatangazwa wagombea udiwani na ubunge, basi mambo yaweze kwenda sawa. Wakati hao yakiendelea, tayari vyama vingine nao vinaendelea kutoa msimamo wake. NCCR Mageuzi wametangaza safu ya watu ambao watakwenda kupambana
na Samia Suluhu Hassan, mgombea wa CCM katika uchaguzi ambao utakaofanyika mwishoni mwa mwaka huu. Kwa niaba ya mwenzangu Fazil Kilundwa, Dishon Linus pamoja na Novatus Korunalila ambao tuko kwa pamoja hapo kuhakikisha tunakuwa pamoja na wewe, mimi ni Redhan Mohamed. Uwe na wakati mwema.